kutoa. Umefanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Umetoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Yesu hafananishi na kitu kingine, sema hafananishi. Unaweza kupaza sauti yako zaidi. Wewe hafananishi. Ebarama saya dalala. Yesu kwa wote wenye mwili, hakuna neno gumu usiloliweza. Wewe ni Mungu unayefanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kuitoa. Tunainua mikono yetu asubuhi ya leo kwenye ibada hii kuliadhimisha jina lako, kulitukuza jina lako, kulibariki jina lako. Kwa kuwa ni Mungu wote wenye mwili, hakuna neno gumu lile usiloliweza. Na kila sababu ya kupandisha sifa zangu kwako na kukushukuru kwa ajili ya maisha yetu, maisha kila mmoja ambaye Mungu umemuingiza katika ibada hii. Najua hakuna hata mmoja aliyeingia kwa hasara. Asante kwa afya zetu, asante kwa ulinzi wa wazazi wetu na ndugu zetu. Asante kwa kila vita ambazo umepigana za sirini na hadharani katika maisha yetu. Pokea sifa kwa kuwa ni mfalme wa falme, ni Bwana wa mabwana, ni Mungu mwenye nguvu na ni jemedari wa vita. Pokea utukufu, pokea heshima kwa kuwa unapoenda kusema na mioyo yetu. Roho Mtakatifu unakwenda kusema kwa namna ambayo sio ya kawaida. Chukua utukufu mahali hapa, chukua heshima, chukua adhama. Fungua mioyo yetu ikawe udongo mzuri tunapoipokea mbegu ya neno. Jumapili ya mwisho wa mwezi wa 5 ikaanguke katika udongo mzuri, ikazae. Tumekataa roho za mazoea, kuzoea neno lako, kuzoea madhabahu, kuzoea watumishi, kuzoea vitu vyako. Ndivyo vilivyotusababisha mpaka leo tukao hapa tulipo na tupige hatua. Roho Mtakatifu, naomba ukabadilishe moyo wa kila mmoja anayesikiliza neno hili. Wewe unajua kufafanua, unajua kuelezea kwa namna unavyojua wewe. Roho Mtakatifu, ulituma neno lako kutuponya na kutoa kwenye maangamizi yetu. Neno lako likawe dawa, likatuponye, likatutoe kwenye kila maangamizi. Katika jina la Yesu. Amen. Unaweza kumshangilia Bwana. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni Jumapili nzuri Mungu ameifanya na tunamshukuru Mungu kwa Jumapili zilizopita. Nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya Pastor Godfrey pia ambaye amekuwa mahali hapa kwa Jumapili 2 mfululizo ambazo sikuepo. Na naamini kabisa mmepokea kutoka kwa Bwana. Wangapi walibarikiwa na ibada? Jamani? Wangapi walibarikiwa? Pigeni makofi kwa ajili ya mtumishi wa Bwana basi. Piga makofi kwa ajili yake. Haleluya. Naamini mlibarikiwa sana. Na mimi pia huko ambako nilibarikiwa sana. Na Mungu tunamuona akituinua, akitutia nguvu, akitusaidia, akipanua mipaka yetu na kila siku anatupa kupiga hatua mpya katika yeye. Haleluya. Mungu akubariki sana wewe ambao ulikuwa unaniombea. Najua kuna watu mmekuwa mnatuombea tukiwa kwenye safari mbalimbali na vitu mbalimbali. Na naamini saa nyingine huwa sio maombi yetu tu yanafanya kazi, lakini pia maombi yenu yanafanya kazi kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu sasa hivi ananitumia kwa viwango ambavyo mpaka anakuwa anamshangaa. Yaani namshangaa sana. Kama ilivyokuwa Shinyanga, wakakusanyika makanisa kama 14. Tulikuwa hatuwezi kusalia ndani, walikuwa ni watu wengi wanajaa kama uwanja hapo. Kwa hiyo tukawa tunafanya semina nje. Na vile ambavyo watu walikuwa na kiu, ni vijijini kabisa, njaa ilikuwa ni kubwa. Kiukweli tulimuona Mungu akihudumia watu kwa viwango vya ajabu sana. Amen. Sana. Amen. Na najua ni kwa sababu pia ya maombi yako. Haleluya. Amen.
Kuna somo ambalo Mungu amekaa kwenye moyo wangu. Nadhani nilikuwa naendelea na siri zangu za kile kitabu cha jinsi ya kushinda majaribu. Ila nitaendelea kidogo. Kuna kipengele ambacho Mungu amekuwa akiniwekea ndani niwafundishe kwa habari ya utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoingia kanisani ofisini asubuhi nikasikia Peter kidogo anazungumzia hili swala. Na jana nilitaka kumwambia, nilitaka kumwambia fundisha somo la utumishi, kutumikia Mungu. Roho Mtakatifu akaniambia usimpangie mtu somo. Wewe nyamaza. Alafu mimi najua. Sasa nilipoingia nikasikia unasema akasema jamani. Na sikumgusia kabisa, sikumwambia chochote. Ila alisikia tu nisimwambie. Ila akasema kama Roho Mtakatifu ametaka nimwambie leo ahubiri, basi Roho anajua jinsi ya kucommunicate katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaandika, andika imarisha eneo lako la utumishi wako kwa Mungu. Tuko kwenye zile siri za njia jinsi ya kushinda majaribu. Najua watu wengi kitabu umekisoma, inawezekana umekisoma lakini umekisoma mara moja. Napenda tu usome kitabu mara 2, mara 3, mara 4 ndio unakielewa zaidi. Mimi karibu kila mwezi lazima nisome hichi kitabu. Kila mwezi lazima nipite. Na kila ninavyopitia endapo mimi nimeandika, lakini huwa nakutana na kitu kipya. Kila nikiingia lazima nakutana na kitu kipya. Kwa sasa ile eneo la utumishi kwa Mungu ameleka ndani yangu kwa mzigo sana. Wakati namuuliza leo Mungu itakuwaje, niseme nini? Roho Mtakatifu akawa analetea kitu kwa mzigo sana. Na naomba Roho Mtakatifu anitie nguvu hicho Haleluya. Amen. Imarisha eneo lako la utumishi kwa Mungu. Hiki kitu Mungu amekuwa ananifundisha kwa muda kama wiki 2, 3, 4. Amekuwa ananisemesha sana kwa habari ya nguvu ya utumishi wa mtu kwa Mungu. Na Mungu akawa ananikumbusha, ananiambia watu wengi tunadhani tumeokoka ili tu tukae kanisani tusikie neno. Tunadhani tumeokoka ili tu labda tuende mbinguni. Tunadhani tumeokoka ili tu labda tupone magonjwa. Lakini Mungu akawa ananiambia lazima tufike mahali tujue kwa nini Mungu ametuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma kile kitabu cha Yohana mlango wa 15 mstari wa 17 nadhani kama sio 16, anasema sio nyie mlionichagua mimi, bali ni mimi niliowachagua nyie. Oh, yes. Haleluya. Amen. Tuanzie hapo endapo kwa mstari wangu, lakini nasikia Roho amenishushia nikiwa hapa. Sio nyie mlionichagua mimi, bali ni mimi niliowachagua nyie. Niangalie usoni vizuri kabisa. Sikiliza rafiki yangu nikwambie. Sio wewe uliyemchagua Mungu. Sio wewe uliyemwandikia Mungu barua akuzae, akusaidie uhai mpaka leo, uwe na afya mpaka leo, uwe na furaha ulionayo, uwe na wokovu ulionao. Anasema sio nyie mlionichagua mimi, bali ni mimi nimewachagua nyie. Alafu nikawaweka mkazae matunda. Upo? Hakutuweka tukae tu. Ndio maana Mungu anatufananisha sisi na mti. Mara nyingi Yesu alipokuwa anamuelezea mtu mwanadamu, alikuwa anaelezea mti wenye matunda. Haleluya. Akasema mimi ni mzabibu na nyie ni matawi. Kila akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana. Yohana 15 nadhani mstari kuanzia wa 3 pale. Anasema pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Umeelewa? Akasema nikawaweka, nikawaacha hai, nikawalinda, nikawatunza ili mkazae matunda. Na sio tu kuzaa matunda. Hayo matunda mnayowazaa yapate kukaa. Kwa utagundua kwamba sababu kubwa ya Mungu kutuumba, sababu kubwa ya Mungu kutuacha hai, sababu kubwa ya Mungu kutubariki na kutupa kila alichotupatia ni kwa sababu ya utumishi. Haleluya. Ni kwa sababu ya nini? Utumishi. Ndio maana Biblia ikasema mti ule usiozaa matunda nataka ni ukate. Sikiliza nikwambie kitu. Halindwi mtu, unalindwa utumishi wa mtu. Haleluya. Ukisema utumishi na kusudi ni kitu hicho vinaenda pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kitakachomzuia Mungu akuponye na magonjwa, kitakachomzuia Mungu akuponye na hiyo ajali, kitakachomzuia Mungu akuponye na huyo mchawi anayeruka ambaye hata usiku umuoni, kitakachomsukuma Mungu akupe hiyo ndoa, kitakachomsukuma Mungu akupe hiyo kazi, kitakachomsukuma Mungu akupe chochote unachokitaka ni utumishi wako kwa Mungu. Siku zote hata kama wewe mwenyewe unamfanya kazi ambaye anafanya kazi vizuri, najua utamlinda. Au unasemaje? Hata akikwambia leo mama siwezi kuja kazini, sina nauli, na kuhakikishia utaweza cha mshahara, utamtumia nauli uko alipo.
Akikwambia ni mgonjwa, yani unaweza kupambana kuliko hata unavyopambana na mtoto wako pale nyumbani. Umekunywa dawa, umeenda hospitali, chukua na hii, unaendeleaje? Ukiamka asubuhi, kwa sababu unajua anakuingizia. Akiwa kazini anakuingizia. Kwa hiyo na Mungu wetu anatustawisha, anatulinda, anatutunza kulingana na utumishi wetu tunaofanya kwenye kazi, kwenye nyumba yake. Na kwenye ufalme wake. Haleluya. Na unapofika mbinguni, naombeka kila siku, kuna kitabu cha uzima, ila kuna kitabu cha matendo. Sema kitabu cha matendo. Kitabu cha matendo. Sema kitabu cha matendo. Kitabu cha matendo. Kitabu cha matendo kinaandika nini? Kitabu cha matendo kinaandika utumishi. Mguse mwenzako mwambie kitabu cha matendo. Kitabu cha matendo. Guse mwenzako, mtikise mkono, mwambie rafiki yangu. Rafiki yangu. Kitabu cha matendo. Kitabu cha matendo Kinaandika utumishi. Kinaandika utumishi. Kazi. Kazi. Na kwa taarifa yako. Na taarifa yako. Niko hapo nazungumzia sasa, sisema mseme, nisikilize. Na kwa taarifa yako, ukifika mbinguni, kitakacho kufanya ung'ae, kitakacho kufanya upate heshima, kitakacho kufanya upate nafasi karibu na Mungu ni utumishi wako uliofanya hapa duniani. Ndio maana tunaambia matendo yote ya mtu yataambatana naye. Sio nywele tulizosuka, sio nguo tulizovaa, sio nyumba tulizojenga, sio watoto tuliozaa. Haleluya. Sio vyakula vizuri tulivyopika na kula, bali ni kazi tulizofanya ambazo zilisababisha kusudi la Mungu duniani litendeke kwa wepesi. Yes. Kuna mtu anaelewa vizuri? Amen. Kuna mtu anaelewa vizuri? Amen. Ukisoma kitabu kile cha ni Kutoka 23, 24 pale na 25. Ni Kutoka 23, 25. Anasema hivi, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu kwa furaha. Haleluya. Ile andiko nalipenda. Na kila siku nikichokaga au nikitaka kuzimia, huwa linaamka ndani ya moyo wangu. Ni andiko ambalo linanipaga nguvu sana katika utumishi wangu. Kwa sababu nakwambiaje, kumtumikia Mungu sio kitu kirahisi. Ukiamua kumtumikia Mungu kwa namna yoyote ile, kwa njia yoyote, umetangaza vita na shetani. Kwa sababu shetani siku zote anapambana na sisi tusimtumikie Mungu. Kwa sababu tukimtumikia Mungu, maana yake tunaishi mapenzi ya Mungu na ufalme wa giza utaharibiwa. Ndio maana tukaambia kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 8 kwamba na kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili aziharibu au azivunje kazi za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Mungu wetu, sema nami. Mungu wetu. Sema nami nitamtumikia. Nami nitamtumikia Bwana Mungu kwa furaha. Kwa furaha. Anataka tutumike kwa furaha. Na anasema tutakapomtumikia kwa furaha, tutakapojitoa kwa furaha, tutakapoimba haleluya kwa furaha. Unajua mimi hata nikisema hapa madhabahu, kweli mnaabudugi na furaha napenda. Ila mimi napendaga pia Mungu aone utumishi wangu. Alafu sasa nimegundua password moja ya kumpata Mungu ni worship. Kwa ndio maana hata mkiimba nikisoma lazima tu niongeze kidogo. Ni mimi nafanya kwake. Wala si ndio maana mimi sifua kitu ambacho niwaangalie nyinyi. Ili mnitoe kwenye wingu. Yaani na mimi naambia Mungu leo lazima upate harufu yangu, lazima upate kitu, lazima nikutumikie. Kwa sababu unapokuja kanisani haujaja kutumika, umekuja kumsikia Mungu. Yes. Eneo pekee la wewe kutumika kwenye ibada ni pale kwenye kuabudu na kusifu. Amen. Na eneo la sadaka. Amen. Ndio maeneo mawili ambayo tunakuja kumtumikia, kwa sadaka, tunavyosifu, tunavyoabudu. Lakini sasa hivi ninavyofundisha ni Mungu anakuhudumia wewe. Haleluya. Amen. Kwa kuna sana semaga kabla Mungu hajanihudumia mimi, lazima nihakikishe nimeugusa moyo wake kwa utumishi wangu. Oh, yes. Nimeugusa moyo wake kwa sauti yangu. Oh, yes. Nimeugusa moyo wake kwa mikono yangu. Oh, yes. Nimeugusa moyo wake kwa mwili wangu alioulinda ukawa mzima. Oh, haleluya. Yes. Amen. Amen. Na nakuhakikishia ukiugusa moyo wa Mungu lazima ashuke, yes, abadilishe historia yako. Amen. Na tunafanya kwa furaha. Anasema nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu kwa furaha. Amen. Naye atabariki chakula chako. Amen. Na maji yako. Amen. Unajua hitaji kubwa la mwanadamu ni chakula, au ni uongo? Amen. Ni uongo? Yes. Mnafanya kazi ili mpate chakula, si kweli? Nimesema hivi, naye atabariki chakula chako. Hitaji kubwa la mtu, kwani mtu anaenda kazini, anafanya kazi, anaamka, sasa unataka toke uende kwa sababu upate hela ya kununua chakula. Sasa utumishi wa mtu mbele za Mungu huwa unasababisha chakula kinabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa anamaanisha chakula kwamba hautapungukiwa na kitu chochote chakula.
Ndio maana yule mwanamke wa Serepta Elisha alimwambia, nenda kanitengenezee mimi kwanza. Alikuwa na kidogo, unga kidogo, mafuta kidogo. Lakini kwa sababu alimtumikia mtumishi wa Mungu, unga wake haukupungua wala mafuta yake hayakupungua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema na maji yako nami nitaondoa ugonjwa kati yako. Wao. Kumbe saa nyingine watu wanaugua. Mungu alifundisha siri. Akaambia magonjwa mengi ambayo yanawapata watu ni kwa sababu wameshindwa kufanya utumishi wao kwa Mungu. Na kuhakikishia, nataka nikwambie ukweli. Magonjwa mengi, wewe tuangalie sisi. Kuna siku nishasikia naumwa. Toka nimeanza kuwa serious na utumishi. Ushasikia eti mama amelazwa. Mama amelazwa na mtoto. Mama amelazwa sio na hiki. Mama amelazwa. Hakuna. Sio kwa sababu hatungatu ina Mungu. Sio kwa sababu hatuli vitu vya kutufanya tuarishe. Sio kwa sababu eti sio hatunyima je ni typhoid. Oh, yes. Sio, ni kwa sababu tunasevisiwa na utumishi wetu kwa Mungu. Amen. Chombo ambacho nakitumia ndani utakiosha kisibaki na uchafu. Haleluya. Amen. Sufuria ambayo unajua unaipikia kesho utaisugua na stili waya ili ing'ae. Haleluya. Amen. Jiko ambalo unajua unalitegemea kwa gesi, likisha gesi utaenda kulijaza hata kwa ile ya kusongesha ili upate gesi ya kupikia. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Amen. ukimtumikia Mungu ana service afya yako. Amen. Si amesema hapa? Anasaidia afya yako. Mm. Angalia, sio kama anasema uongo. Watu wengi ambao wana magonjwa hasa yale mabaya, chronic disease, kuna mahali walipishanishwa na Mungu. Huyu Mungu naimjua mimi naimjua. Mtanisamehe, lakini kama kuna Mungu mwingine hawezi kumpa kansa binti mdogo kama mimi, ambaye niko kwenye madhabahu yake namtumikia usiku na mchana. Ninawasaidia watu, alafu eti ili apate faida gani? Ili apate faida gani? Hawezi. Hata shetani aje na mitutu yote ya kansa, Mungu atasimama na kupigana hiyo vita kwa sababu ninamtumikia. Lazima shetani akitaka kuja kwako, Mungu awe na sababu ya kukupigania. Mungu awe na sababu ya kukutetea. Kuna kitu ambacho Mungu anaweza kaonyesha akasema kwa hili uwezi kumgusa. Amen. Kwa hili uwezi kumfilisi. Kwa hili uwezi kumuua. Kwa hili uwezi kumwangamiza. Haleluya. Amen. Mnafurahia? Oh yes. Mnafurahia? Oh yes. Anasema atabariki chakula chako na maji yako. Nami nitaondoa ugonjwa kati yako. Anasema hakutakuwa na mwenye kuharibu mimba. Ndiyo. Mimba sio mimba za kimwili, hata wanaume mna mimba. Oh yes. Za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Oh. Hata wanaume mna nini? Mimba Mimba. ni kitu chochote, maono yoyote ambayo umeyabeba. Jambo lolote ambalo umeliatamia, sema umeliatamia. Umeliatamia. Manake ukimtumikia Mungu hata ruhusu uharibu. Nasikia Judith au niwe Judith umenenepa nikakusahau. Ukimtumikia Mungu hata ruhusu uabudu, uharibu. Anasema hivi, nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako, nami nitawafedhesha watu wote waliokufikiria, nami nitawafanya hawa adui zako waonyeshe maungo mbele yako. Oh yes. Wapendwa, kuna raha ya kumtumikia Mungu. Wow. Niwaamini kitu. Je, nikuulize swali. Ikitokea kuna kazi ya Mungu ambayo inahitaji kutoa muda wako, nguvu zako, kipawa chako, fedha au mali zako, huwa unatoa kwa uaminifu kweli? Niangalieni usoni basi. Judith upo? Hapo sasa. Alafu niwaamini kitu. Kwenye swala la kumtumikia Mungu hakunaga mtoto wala hakunaga uchanga. Oh yes. Alafu niwaamini kitu. Hakuna mtu ambaye ana kitu cha kumfanyia Mungu. Yaani haiwezekani unazaa watoto nyumbani kwako Fibi. Pale kwa mama yako mko ndani, afu debiti kuna mtoto ambaye ana kazi ya kufanya. Pale kwa nguo kuna kazi, asubuhi wakiamka, kama ni Jumamosi au likizo, Dani ana deki, Feva anaosha vyombo. Sasa Blessing anaga kazi. Kwa hiyo najiwaga kwa sababu sasa kuosha vyombo hawezi, kudeki hawezi. Kwa hiyo nampa kazi ya kukota matakataka huko nje. Akimaliza kukota matakataka naambia njoo chumbani kwangu, kunja hizi nguo, fanya hiki. Akitoka, yani inabidi ni monitor, nimpe vidogo vingi ili na yeye awe sehemu ya mtoto katika familia. Oh yes. Kwa hiyo hakuna familia ambayo utakaa kwanza eti asubuhi umeamka hivi alafu umekaa unasema hapana kazi. Lazima kuna kazi ya kufanya. Na mtu yeyote naambiaga kitu, hata kanisa lolote Mungu analokupeleka, madhabahu yote Mungu anayekupeleka, kuna amekupeleka kwa sababu kuna kazi yako ya kufanya hapo. Amen. Kwa hiyo ukikaa ukapasha kiti moto, ukifika mbinguni utaulizwa.
Na kwenye kufanya kazi huko ndiko kunakofungua biashara zako, kunafungua watoto wako, kunafungua familia yako, na kunafungua baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Unajua nasema hivi kwa sababu mimi nilipofanya maamuzi kabisa yale ya serious ya kuamua kumtumikia Mungu bila kuangalia mazingira. Unajua kuna yale maamuzi tunafanyaga kwa kubipu. Oh, yes. Ila kuna saa unaamua now my life belongs to God. Oh, yes. Mungu mimi ni spare tire kwenye spare part kwenye nyumba yako. Chochote unachotaka kufanya na mimi fanya. Ndipo niliona Mungu akinishika hivi. Kama uamini niguse alafu uone moto wake. Jesus. Jaribu tu kurudishia mshale. Kama kuna haja mtu kuzimla ba huko hapa au mchao unajaribu chai wako. Yaani jaribu uone. Sisemi nyinyi wachawi, nasema ulimwengu wa roho nasikia. Jamani tukiongea tuongee tuna watu mlioko hapa. Hata roho inafanyaje? Wewe unafia kwenye ulimwengu wa roho shetani ajihudhurishi pamoja na wana Anahudhuria. Sasa na kwa hiyo nikasema hivi. Nataka ujue kitu kimoja. Mungu anahakikisha anakulinda kwa sababu ya utumishi wako kwake. Mguse mwenza kwambie utalindwa na Mungu. Utalindwa na Kwa Mungu. sababu ya utumishi wako kwake. Kwa sababu ya utumishi wako. Mguse tena mwambie utalindwa na Mungu. Utalindwa na Mungu. Kwa sababu ya utumishi wako kwake. Kwa sababu ya utumishi wako. Unajua tulipokuwa kwenye makanisa ya dini hatukufundishwa kumtumikia Mungu. Oh, yes. Tulikuwa tunajua wanaomtumikia Mungu ni wachungaji tu. Si kweli eh? Yes. Na mapadri, na mafadha na masista. Na hii ilisababisha watu wengi kushindwa kuexperience nguvu na uwezo wa Mungu. Tio. Lakini tunapokuja kwenye wokovu tunagundua kwamba swala la kumtumikia Mungu ni swala la kila mtu. Oh, yes. Haleluya. Amen. Kwamba atatuma utisho, anasema nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako. Nami nitawafedhesha watu wote wanaokufikiria. Nami nitawafanya hao adui zako wote waonyeshe maungo yao. Unajua kuna saa Mungu aliambia niongee sana hii point hapa. Kuna saa unajua wote tumezungukwa na maadui. Hakuna mtu ambaye ana adui. Yaani kama una adui wewe bado hujazaliwa. Yaani bado hujakomaa, yaani bado hujawa na nguvu. Na anasema nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako. Yaani yeye mwenyewe Mungu wakati ukiwa unakutana na vitisho, unakutana na hali za kukatisha tamaa, unakutana na majaribu, utumishi wako kwa Mungu ndio utakao kusave. Wakati Yusufu alipokuwa gerezani, amefungwa gerezani, kilichomsaidia kule gerezani akuruhusu utumishi wake kwa Mungu wa kutafsiri ndoto uzimwe. Oh, yes. Alikuwa gerezani lakini akajua mikono imefungwa na miguu, lakini ndoto nikilala, yani maono yangu hayajafungwa. Kwa hiyo akawa yuko pale gerezani, hataki kuwaza nimefungwa kwa kusingiziwa. Yaani Mungu umeniacha. Mungu nimesingiziwa. Hata sikufanya hivyo. Mungu unanipendi wewe. Kwanza umeruhusu nikauzwa mtumwa. Kwanza umeruhusu nimefungwa. Kwanza sikiliza. Yusufu alikuwa gerezani na akajua kabisa moja ya vitu vya utumishi wake ambavyo Mungu ameweka ndani yake ni kutafsiri ndoto. Alivyofika pale akatafuta fursa ya kuonyesha utumishi wake. Anamwambia ukilala ukiamka niambie umeota nini? Ukilala ukiamka niambie umeota nini? Na hile ndio ilikuwa ngazi ya kumpeleka kwenye ukuu wake. Kwa sababu utagundua kwamba, sikiliza nikwambie kitu, utagundua kwamba, nisikilize vizuri, mtu yoyote mkuu au safari yoyote ya kwenda kwenye ukuu, kwenda kwenye hatima yako, imefungamanishwa na package ambayo ni ya kimaskini, package ambayo ni ya kudharauliwa. Sikiliza, siku zote ili uingie kwenye hati kubwa ambayo Mungu anakupeleka, mara nyingi ukiangalia package iliyokubeba ni package dhaifu sana. Ni package ambayo watu wakiangalia wanaanza kuona hamna mahali unaenda. Wakati Yesu analetwa duniani, tulitegemea atazaliwa kwenye hoteli, lakini aliingia kwenye hori, package ya hori, mtoto wa horini. Haleluya. Mnanielewa? Lakini kitakacho kusaidia uweze kuondoka kwenye ile package ya unyonge, package ya inaonekana kwamba hufai, wewe sio lolote, sio chochote, kadri utakavyokuwa unamtumikia Mungu, ndivyo kadri Mungu atakavyokuwa anang'oa yale mapando na ile misingi na lile wingu na ile ngozi ya unyonge, ya umaskini, ya shida, ya njaa, alafu anakutoa, anakufanya kwa aina ya mtu ambaye dunia haijawahi kumuona. Yes. Nataka nikwambie, kitakachosababisha zile package zituachie, package za umaskini zituachie, package za unyonge zituachie, package za aibu zituachie,
package za kuonekana hatufai, sio lolote, sio chochote. Ni wakati utakapomkaribia kwa utumishi, kwa sababu Mungu anaguswa na utumishi. Mungu atishiwi na nywele zako, atishiwi na chochote, anatishiwa na unavyosababisha ufalme wake ujengwe hapa duniani. Amen. Na ukifika hapo ukisema lolote utakalolifunga duniani mbinguni limefungwa, lile neno linakuwa halisi kwako. Kwa sababu mbingu ni mbingu za Bwana, nchi amewapa wanadamu. Kwa anategemea tumtumikie kwenye nchi hii na sio mbinguni. Na tukifika mbinguni hakuna utumishi. Utumishi ni hapa. Haleluya. Amen. Na kwa nini unamtumikia Mungu? Wewe ni balozi. Wewe ni wakili. Haya maisha sio ya kwako. Umekufa pamoja na Kristo, ukasulubishwa pamoja na Kristo. Sio unaishi tena. Amen. Ni Mungu anaishi. Wakati nilipokuwa wiki kadhaa hapa, kama wiki 2-3 hivi, nilikuwa nakujega kanisani Jumanne, napata shida. Watu hawaji Bible study. Naambia Mungu, sasa jamani, watu hawataki neno. Kuna mafundisho fulani Mungu alikuwa amenipa. Akaniambia kabisa, fundisha mafundisho Bible study. Sasa nikawa nikija na kuwa discouraged. Sasa ingine anakuja mtu mmoja, sasa ingine haji mtu yote. Nikawa kama vile navunjika. Unajua kuna saa unafika kama mtumishi anasema, watu hawanipendi ninavyofundisha. Hawezi tu kuniambia. Au nini? Naambia Mungu, kwani nini? Kwani nimekosea nini? Lakini ndani yangu nilikuwa najiandaa, naomba, naamka Juma, naombea lile neno, nasikia Mungu ananishusha, naandika, sageni naandika. Lakini nikifika sioni mtu. Naambia Mungu, sasa hili neno lilipo kwa ajili gani? Siku moja nikawa nimekaa, ndio maana naambia utumishi usiangalie mazingira. Kwa sababu kuna saa ukiangalia mazingira yanakudidimiza. Nikaingia hapo ofisini siku moja, Mungu akaniambia shika simu yako. Ni Jumanne, hata kulikuwa hamna mtu yote hapa. Niko mwenyewe nimelia. Nikasema laiti nitalia mpaka lini? Nitahuzunika mpaka lini? Kwani hao watu nini? Ni watoto wangu. Mume wangu alishaambia kitu kimoja, usifie washirika. Afia watoto wako, usifie washirika. Yaani usibebe watu mpaka ukawafia. Hao ni washirika. Saa yote wanaweza kukuacha wakakudampo hapo. Nikakumbuka yale maneno sio vibaya lakini mazuri. Nikaka sasa, Mungu, nafanyaje? Niende kule barabarani labda nikae hapo nifundishe watu wanaopita tu. Yaani nasikia kitu kimejaa. Yaani nimejaza neno alafu nasikia upako wa kufundisha alafu nasikia kuna watu natakiwa niwaambie alafu walikuwa na watoto wangu alafu hawapo. Nikasema nitoke. Nikaangalia mlango nikasema nitaonekanaje sasa hapo? Mtu kwenye amerukwa na akili. Nikaingia ofisini. Mungu akaniambia shika simu. Ingia live TikTok. Nimekaza hapo ofisini, nikafungua live. Akaanza kufundisha. Kaambia Mungu, jamani, mbona hapo ofisini? Nilipofundisha nikafundisha risala kwanza. Wakaingia watu kama 600 hivi, kama 640. Wamekaa wanasikiliza, unajua? 600. Na kuhakikishia na sema kutoka rohoni. Hata watu waliokuja nikawaambia ingieni mkae msikilize neno, yani waingie pia wakae. Kama mtu mmoja wawili walikuja. Mungu alihudumia watu. Siku hiyo nilipigiwa simu na wanajeshi 2, wanatuambia mama. Hadi waliokoka, akasema tumeokoka kwenye kipindi chako. Siku hiyo nakumbuka nilipata simu kutoka Italy, nilipata simu kutoka Marekani, nilipata simu kutoka kuna nchi fulani hivi, Mungu wangu ile nchi hata sikumbuki jina. Malaysia, sio yani watu mpaka jana juzi Jumaa kuna mdada alinifuata kwenye mkesha, mlimuona. Hiyo siku akasema nilimsikia mama akiwa anafundisha kitu. Ndio siku hiyo nilikutana na huyo dada. Huyo dada ndio aliingia online siku hiyo. Mpaka juzi ametufuata hadi Arusha kwenye mkesha. Yaani watu waliokoka watu kama 70 hivi 80 hapo mpaka leo niko na walea. Sio unanielewa? Unanielewa? Yaani Mungu akananiambiaje? Alafu tulipata sadaka kama 1,500, kama 1,100 hivi. Sasa sikufanyia sadaka, nieleweni. Mimi sikufanyia nini? Sadaka. Mimi nilikuwa natamani kuja kumwaga kitu kwa watu. Yaani kuachia chakula kwa watu hicho kikusanya. Lakini nakuja nakuta watoto wangu hawapo, wanakimbizana na kazi na biashara na vitu vingine. Wako mtaani. Ila kumbe kuna watoto wengine huko mtaani, huko kwenye mtandao ambao wana njaa. Wanathamini, wanajua. Nilipoingia Mungu akawaleta lightness na watu wengi. Yaani siku Mungu alifanya kitu kikubwa sana. Ndio maana nakwambia saa nyingine unapomtumikia Mungu usiangalie mazingira. Kwa sababu mazingira huwa yanakatisha tamaa. Amen. Mazingira huwa yanavunja moyo. Amen. Ndipo Mungu akanifundisha akamwambia sasa hivi ukija kanisani Jumanne lightness. Sasa hivi Jumanne zetu tunazifanyia pale ofisini. Kama unakuja Jumanne unakuja ni ofisini. Tunafanya na live. Nimeshafanya kama mara live. Tunafanya na watu walioko mtandaoni na sasa hivi Mungu amenifundisha mpaka juzi nafanya na wapandisha, wanatoa shuhuda, wanachangia na waombea na wale walioko pale live na waombea. Yaani imeshakuwa tena ni ibada.
Na Jumanne iliyopita nadhani ilikuwa na watu kama 1000 na kitu. Yaani walikuwa ni wengi. Bado wao wanaopita pita kuangalia na kupita. Haleluya. Amen. Kwa Mungu akaniambia sometimes unapomtumikia Mungu usiangalie mazingira. Kwa sababu saa nyingine wale watu ulionao hapo karibu wanaokuangalia wanakuona wa kawaida, wanaona umebeba kitu cha kawaida, ila kuna mtu akisikia hilo neno, oh my God, anaamka. Haleluya. Amen. Yaani sasa hivi mimi uniambie eti sijui nikija hapa kanisani nakuta hamna mtu. Yaani nakwambiaje? Yaani hata pressure sina. Yaani ninajiandaa kama ninavyojiandaa. Yaani kama ninavyojiandaa. Na Mungu analeta watu. Kwa sababu gani? Utumishi wangu kwa Mungu. Sijakubali ku compromise. Ni wachungaji wangapi ambao wakifika kanisani wajikuta hizo situation wanaumia? Ni wachungaji wangapi ambao wakifika kanisani wajikuta hizo situation wanalia, wanakata tamaa? Wengi. Lakini mimi nimwambia Mungu no retreat, no surrender. Kabisa. Jesus. Na mpaka Alhamisi naianzisha. Endapo Alhamisi natamani sana nifanye ile. Mungu amekuwa anazungumzia sana kwa habari ya kukuza karama yangu ya kinabii, kwa sababu sasa hivi Mungu anatumia sana kwenye neno la kinabii. Akaniambia siku za Alhamisi niweke prophetic service, unabii wa mtu mmoja mmoja. Sasa msipokuja kutabiriwa, tutatabiriwa mtandao. Na wanatabiriwa kweli eti. Na wanakutana na Mungu. Yaani naifanya kama Mungu anavyotaka. Sasa ni kwa nini? Saa nyingine ukiwa unamtumikia Mungu kuna vikwazo. Nimezungumza tu katika hali ya kawaida. Kuna nini? Kuna vikwazo. Kuna kukatishwa tamaa. Ndio maana unapomtumikia Mungu usiangalie watu unaowaona, angalia vile ambavyo vioni. Yes. Nilijuaje kuna watu huko mtandao wanasubiri wanisikilize? Kama sio kuchukua hatua ya imani. Na inawezekana Mungu aliruhusu hiyo situation ili ni press. Kwa sijuti rafiki yangu, niangalie usoni, sijuti. Sisi nimejifunza nabadiliki kila changamoto kuwa fursa ya kumpiga shetani kibuti. Haleluya. Amen. Yaani mimi changamoto ikija kwangu ni fursa ya kumpiga shetani. Take. Jana nikawa nimekaa nikasema hivi mkesha unakuaje? Hivi mkesha unakuaje? Kila mtu alikuwa nimewalika wanasema atuje. Wakabaki tu KSMC. Ndio wakawa wanawe confirm kuja. Nikawaza nikasema sasa jamani, vio vinaenda sio wapi na mkesha gani? Nikasema sasa Mungu. Na sasa kwa sababu mimi mkesha sasa hivi unakuta nateseka kuwaza watu wanatoka wapi? Kwa sababu najua mara nyingi watu hapa kanisani hamji mkesha. Sio kwamba ni uongo. Na wale wachache mnaokuja hamwalikagi watu. Kwa hiyo ni kitu nimeshakizoea. Kwa sababu napambanaga nisimleti Mungu down. Lakini jana ilifika mahali nawaambia kutoka rohoni. Nikaamua kusarenda, nikasemaje? Nairisha mkesha. Nikampigia Beni. Nikamwambia Beni nikwambie kitu. Usije tena. Mimi naona kama nachoka. Sifanyi mkesha. Nitafanya wiki ijayo. Nikawapigia na baadhi ya watu simu. Wale ambao tulikuwa tumalika tutafanya wiki ijayo. Lengo langu nasemaje? Sasa hamna watu, mimi watapata wapi watu? Yaani naona sioni sana, nitachoka alafu nitaibika. Sasa wakati nimelala, nikaamka asubuhi nikawa naomba. Leo asubuhi Mungu akaniambia Lightness, unafanya mkesha kwa sababu ya watu au unafanya mkesha kwa sababu nimesema kwambia ufanye? Kwa sababu Mungu aliniambia juzi, kila Ijumaa ya mwanzo wa mwezi fanya mkesha. Ondoka kwenye mambo ya randomly. Yaani kila Ijumaa ya mwanzo nitainua madhabahu na wewe kwenye mji. Kila Ijumaa mwanzo wa mwezi. Sasa mimi nataka kuahirisha kwa sababu ya mazingira. Mungu akaniambia, unajua kitu kimoja. Lazima ujifunze kuwa na kitu kinachoitwa ujasiri. Akaniambia ninapokupa maono au ninapokuambia ufanye kitu, lazima ujifunze kuamini katika yale maono. Akaniambia mimi na watu wengi Moshi kuliko unaowaza wewe. Akaniambia hakuna kitu kizuri kama kuwa consistency. Ni bora uende pale uaibike kuliko uairishe. Akaniambia kwa hiyo Mungu. Akaniambia watu wote waliofanikiwa na leo naona vitu vyao vimekuwa vikubwa. Sio kwamba walivyovianzisha hakutana changamoto. Lakini walikuwa juu ya hiyo changamoto. Oh, yes. Akaniambia hata ukienda ukajikuta wewe na mume wako ndio mko pale na bado wapiga vyombo, bado mkesha unaweza kuendelea. Oh, yes. Akaambia nataka niende na wewe umbali mrefu sana. Sasa jitahidi sana. Uhakikishe changamoto yoyote inayokuja unaiweka chini ya miguu yako. Oh, yes. Na huyo ndio mbeba maono ambaye nataka nitembee naye. Mtu ambaye angalii mazingira.
mtu ambaye angalii watu, Ndio. mtu ambaye angalii vitu, Ndio. mtu ambaye ameamua kunitumikia kwa furaha, iwe jua, iwe mvua, iwe maji, akasema namtakaga mtu wa hivyo. Kuna sana ruhusu mazingira kutikisika ili uweze kuwa juu zaidi. Akaambia changamoto hiyo uliyoiona inatakiwa kutengenezea mtu aina nyingine. Oh yes. Akawa ananifundisha. Amen. Ni kwa sababu niwaambia busu, unajua baba nabeba sana vitu. Nachoka baba, nachoka. Akaniambia sikia nikwambie, no retreat, no surrender. Wakati naomba nikajikuta namwambia nikamwambia wale watumishi wengine, jamani Mungu ameniambia, ameniambia tufanye mkesha. Nikamwambia Beni, akamwambia mama sister sasa panga ratiba zangu zingine. Siwezi tena kuja. Nikambembeleza mpaka akaniambia basi nitakuja Alhamisi jioni. Kaambia hata kama ni basi tu lakini tufanye. Lakini ni kitu gani? Kwenye kumtumikia Mungu usiangalie mazingira. Mimi unajua ni mama, naelewa ninachokizungumza. Mama, mnajiweka mnatoka mnakuta pale CCF watu wamejaa. Amuelewi. Yaani amuelewi gharama ambazo mtu analipa mpaka pale kunasikia kumejaa. Kwa saa nyingine kuna saa mtu akiangalia zile gharama anachoka, anakata tamaa. Lakini lazima tujue kwamba Mungu ndiye anayefanya kazi. Amen. Na tunatakiwa tumtumikie Mungu kwa furaha. Na Mungu akaniambia, kadri unavyofanya hichi kitu ndivyo unavyotengeneza taji yako. Amen. Nikakumbuka ile neno lilokuja pale. Siku ile nilikuja ofisini. Yule Dora. Akaambia akiwa pale CCF Mungu alimwonyesha taji yangu. Akiwa pale mkesho uliopita. Akaona taji kubwa. Alafu Mungu akamwambia lightness hichi anachokifanya kwa vijana nitamuinua sana. Na ana thawabu kubwa sana. Mpaka Dora akaona wivu. Mbona mama ana taji kubwa hivi? Sasa nilivyokumbuka na kile kitu chake ngasema okay, sifanyi kwa sababu ya mtu. Sifanyi kwa sababu ya watu. Nafanya kwa sababu Mungu ametaka madhabahu ya vijana iinuliwe Kilimanjaro Powerful Generation kila Ijumaa ya mwezi. Na niambia niwepo nisiwepo, nihakikishe mkesha unafanyika. Oh yes. Hallelujah. Amen. Unamtumikia Mungu kwa furaha. Ndio. Anabariki chakula chako. Amen. Anabariki mfuko wako. Amen. Anabariki nyumba yako. Amen. Anabariki vitu vyako. Amen. Wapendwa, Mungu anatafuta watu watakaowapa baraka. Ndio. Nataka niwaambie ukweli. Mungu anatafuta watu watakaowapa vitu vikubwa. Mungu anatafuta watu watakaowaketisha mahali pakubwa. Juzi nilikuwa nimekaa hapa, nilikuwa nimeandika vitabu. Sasa naambia tu shuhuda, nikasema jamani vitabu vyangu haviuziki, hata watu hawanunui. Nilikuwa na stock kubwa sana hapo ndani. Kubwa kweli. Nimekaa muda mrefu. Nikasema sasa Mungu jamani. Sasa nilipoenda Shinyanga, nikabeba vitabu kama 50 hivi. Nilikuwa nimebaki. Ile siku ya kwanza, unajua ni vijijini kabisa, hamna hata mtu hata uamini kwamba mtu anaweza kusoma. Nikashangaa ile ibada ya kwanza vitabu vimeisha, mbaki vitatu. Hivi unajua nilimshangaa Mungu. Nikaagiza vitabu vingine vikaisha vyote, niuza vitabu 100. Kwa nikagundua yani chochote unachokifanya kwa Mungu, God has a way. Sema has a way. Has a way. Hakuna jinsi shetani anaweza kucheza usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi. Hapana. Oh yes. Vile vitabu hapo nikiuza miezi 2-3, Mungu ameruhusu nikauza kwa siku hizi. Sema 3. Unamtumikia Mungu kwa furaha. Hata kama saa nyingine unapita kwenye maumivu. Hata saa nyingine unapita kwenye machozi, mateso, ukijua kwamba maisha nilionayo si ya kwangu. Hallelujah. Amen. Maisha nimeazimwa ni ya muda. Na nitakapoondoka duniani nikifika mbinguni nitaulizwa kwa habari ya kitu nilichokifanya. Oh yes. Nitaulizwa kwa habari ya pesa nilizokuwa nimepewa. Oh yes. Nitaulizwa kwa habari ya sauti niliyopewa. Oh yes. Nitaulizwa kwa habari ya ndugu zangu ambao hawajaokoka waliokuwa wamenizunguka na majirani zangu na marafiki zangu. Oh yes. Nitaulizwa kwa habari ya kanisa nililowekwa. Oh yes. Nitaulizwa kwa habari ya kila nilichopewa. Oh yes. Utumishi ni wa muhimu. Amen. Utumishi wako kwa Mungu ni wa muhimu. Ndio. Watu wengi wanataka Mungu awaponye tu, lakini hawana muda na Mungu. Oh yes. Wanataka Mungu awainue tu, na Mungu anapimaga moyo. Anajua nikikupa hiyo ile unayotaka. Akipima kiwango chako cha utumishi, kuna siku alikupa tu 5,000, 10,000 ukakimbia. Anasema hamna hapa. Hamna. Kama fungu la 10 lenyewe anaiba. Ukisoma kitabu hiki cha Malaki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Malaki mlango wa 3 mstari wa 8. Tuzungumzie kidogo utumishi wa sadaka pia hapa. Anasema je, mwanadamu atamwibia Mungu, lakini ninyi mnamwibia mimi. Lakini ninyi mnasema, tumekuibia kwa namna gani? Jamani, kumbe kuna watumishi wezi. Hivi unaweza kukaa na mtumishi mwizi ofisini unaona unavyopata hasara?
Aisee, watumishi wezi wanafilisi kampuni. Usilogo kaajiri mtu ambaye ni mwezi. Yana kuhakikishia utafilisika hata kama utaki. Ambaye kila kitu anapiga panga. Nani anapenda kuwa na mtumishi ambaye ni mwizi ndani ya ofisi yake? Alafu anamwibia kisilencer. Acha kabisa. Ndio hawa sasa. Anasemaje? Je, mwanadamu utamwibia Mungu? Hela ni zako. Lakini ukishaingia agano la wokovu, 10% sio yako. Hela ni zako. Kwani kazi umefanya wewe? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini lazima umkumbuke. Kuna andiko fulani alitafuta hivi kwenye Kumbukumbu la Torati ngapi pale? Kama siendelea hapo. Kumbukumbu 8:17. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mikono yangu ndio ulionipatia utajiri huu. Manake alikuwa anamaanisha usiseme ni kwa nguvu zangu, ni kwa uwezo wangu. Manake unapopata utajiri, unapopata mali, unapopata muda, unajua hata muda ni fungu la 10. Unajua hata kwenye masaa yako 24 lazima umtolee Mungu masaa mawili. Aidha ukiwa umeomba, ukiwa unafanya utumishi. Umeelewa? Yaani usiseme ni kwa nguvu zangu, ni kwa uwezo wangu, ni kwa dini changu ndio imenisaidia nikapata. Alikuwa unavyotoa sehemu yake unamwambia sio mimi. Tunaishi pamoja, tunafanya pamoja. Akasema sasa, lakini nyinyi mnasema tumekuibia kwa namna gani? Mbona tuoni tunavyokuibia? Jamani Mungu, tumekuibiaje baba? Akasema, mwaniibia zaka na dhabihu. Nanyi mmelaaniwa kwa laana. Jamani, ni Mungu alikuwa anaongea wapendwa. Unajua niwaambeni kitu. Shetani anataka utembee kwenye umaskini. Na akitaka utembee kwenye umaskini, kuna vitu hata kuruhusu ujue kama ni haki kufanya kwa Mungu. Moja ya hivi vitu ni fungu la 10, zaka. Nakwambia hata nikuwekee mkono juu nikupige maombi mpaka pawa zote za uchumi wako. Kama we ni mwizi, hakuna jinsi. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa kanuni. Kabla hajakubariki anaangalia rekodi zako. Kwa sababu Mungu anakubariki kwa sababu yake kwanza. Ndio maana Yakobo ni Esau alimwambia mtoto wake Isaka. Alimwambia Esau, nenda kanipikie chakula nachokipenda kwanza ndio nikubariki. Kwa hiyo hata kwenye mali zetu, kwenye fedha zetu, Mungu ameweka sehemu yake kwanza ndio inasukuma baraka. Unanielewa kwanza? Amen. Hakushinda kumwambia njoo ni mtoto wangu wa kwanza, pokea. Alikuwa ni baba yake. Lakini akajua kabisa baraka haziwezi kutoka kwenye moyo ambao haujapewa haki yake. Yes. Lazima uwe na moyo uliofurahi, uliokunjuka. Leo Mungu anakupa mshahara wa 500,000. Hata hiyo 50,000 umeona ni shida. Unafikia moyo wa Mungu unakunjuka kwenye kazi yako? Unafikia kunjuka kwenye kazi yako? Hawezi kunjuka. Hawezi. Kwa hiyo siku zote Mungu aliweka kanuni kwamba tunamtumikia pia kwa mali zetu. Tunamtumikia kwamba unakaa kazini unafanya kazi. Mwisho wa mwezi utalipwa 50,000. Ila anajua kabisa kuna 5,000 ambayo itaenda kufanya kazi kwenye ufalme wake. Kuna 5,000 itaenda kujenga madhabahu. Kuna 5,000. Mungu aliniambia mwezi wa acha niwape ushuhuda kidogo. Ule mwezi wa baada ya kutengeneza ile gari yangu ilikuwa imeharibika. Mungu alitumia kama milioni 2.5. Mungu akanipa kama miezi miwili akaniambia nisiguse hela yote inaingia kwenye mikono yangu. Nikamwambia hadi mume wangu. Akaambia kila hela inayoingia nimpe. Yaani mimi nibaki tu na kale kaela labda mafuta ya gari kidogo kula. Yaani mpaka nimwambia mume wangu na mume wangu akaelewa. Namshukuru Mungu alinielewa. Hata nyumbani alikuwa ananiulizia hela. Yaani alikuwa anajua kabisa mke wangu saa hizi ana agano na Mungu. Yaani hata alikuwa ananiambia mama chukua 5,000. Yaani mimi najua kabisa vitabu vyote ambavyo nimeuzaga kwanza nimezinduaga. Sijui hela yake kama nishatumiaga mimi mpaka sasa hivi ninavyoongea. Na Mungu akaniambia, nikamuuliza Mungu, mbona unanipa mtihani mgumu miezi kama aliambia yani nipe mpaka siku utakapokuambia kwamba sasa stop. Kwa nikaona sasa naona kama nimetembea kwenye hali ya ukiwa, unyonge sengine hata naacha kuweka mafuta na napanda haisi hivyo. Lakini Mungu ananiambia tu toa, nakusanya ikifika milioni ananiambia fanya hiki. Ikifika milioni 1 ananiambia fanya hiki. Ikifika milioni 1 ananiambia fanya kwa ajili ya ufalme wake, kwa ajili ya ufalme. Na nilimwambia mume wangu anambia kama Mungu amekwambia na kuhakikishia. Juzi Mungu akaondoa ile loko. Akaambia sasa umemaliza nilichokuwa nataka ufanye. Sasa anaanza kukubariki. Yes. Sababu nisingeweza kukupa aina hizi baraka nazokupa bila kupima moyo wako. Nimejua unanipenda.
Wapendwa, si wadanganye. Kuna sana shikai simu papu na shangala kimoja hiyo. Hata kuna mtu ameingia hapo ofisini akamwambia mama nilikutupia. Yaani natumia sadaka mpaka na watu ambao siwaelewi. Nasema ni wachawi, ni watu wazima. Upo? Nipo. Upo? Tupo. Yaani kuna yaani ukishika tu simu unasikia mama 100,000, mama 200,000. Kuna mpaka mtu juzi alinishtua akatuma hela ndefu kabla, wewe vipi? Akamwambia mama nimesikia kutumia. Yaani Mungu ameamua kunishangaza. Jesus. Kuna mambo nilikuwa nataka kuyafanya nimedundulizia. Mungu aliponiambia nitoe, sasa hivi imekuwa nyepesi. Yaani anga langu la hela limefunguka. Hata kama unataka kushangilia, anga la kuone wako likifunguka, la kwako sinatoka lifunguke. Oh yes. Au juu kama upako unatoka juu unashuka chini. Oh yes. Au nafikia mafuta ni ya kwangu mwenyewe. Chochote ambacho Mungu anampa kuhani ni cha kwako. Amen. Inawezekana mimi kutokufunguka nilikuwa inakuzuia wewe. Kwa mimi nilivyoondoa kizibo, na wewe inakuwa rahisi nikiachilia power, nikiweka mkono, nikwambia kafanikiwe. I carry that spirit of prosperity. Wow. Come on. Amen. Come on guys. Hey. Yes. Kifuniko cha umaskini. Kwisha. Kosha habari yake. Mnaweza msinielewe. Haleluya. Amen. Yaani sasa hivi nawaza tu vitu vikubwa, nawaza tu nifanye mambo yangu makubwa, maana najua kuna kitu kilishaondolewa. Kilikuwa kama giza, lakini kiliondokaje? Kwa kufuata maagizo. Mungu anasema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Na maagizo ya Mungu saa nyingine sio mepesi. Wapendwa, kumtumikia Mungu sio rahisi kama mnavyowaza. Kuna saa taruhusu umie. Kuna saa taruhusu jinyime. Mimi nakwambia hata hii nguo sijashona, nimeitwa. Nikamwambia mama njoo chukua nguo hapa. Yaani nimeikuta kama ilivyo dukani. Yaani mtu kachukua kitenge kapeleka kwa fundi kalipia. Nikamwambia mama nenda kwa fundi fulani kachukue nguo. Sasa tuseme uongo. Nimeenda nikachukua nguo nikavaa. Sema power. Power. Hata hii nywele nilikuwa nimekaa hapo ofisini. Watu wakaja mama, watu wangu wa TikTok. Tumekuangalia TikTok. Mmoja akamwambia nilikuwa navuta bangi, Mungu amenisaidia nimeacha. Yaani TikTok imenisaidia, nimepona. Wakaja na nywele zao. Kaa hapo mama, nikasukwa. Sema nikasukwa. Wewe unaniangalia unafikiri ibudi getoa 50,000 hapo ya kusuka. Wewe. Jesus. Kuna mbingu unatembea. Neema upo. Nikasuka. Mimi kwa unaona ni muujiza kwa sababu kuna kipindi nilikuwa nanyoa nywele kwa sababu sina hela ya kusuka. Nanyoa kama Vero, sasa Vero simia na hela. Jesus. Mimi nilikuwa nanyoa kwa sababu sina. Wow. Sasa mume wangu atuze familia. Mume wangu alete bili ya maziwa. Sasa nimwambie tena nenda saluni. Alafu hata siendi mahali. Chama. Ninakaa tu ndani. Nikanyoa tena kiparangoto kabisa, naambia mtu chonga. Kwisha. Chonga. Kwa sababu ya shida. Sema shida. Ila leo nabomoa. Alafu unafika mahali. Kuna siku mimi nilimwomba mama mkwangu nguo ya kuvaa ya mtumba. Nikaenda Soweto. Nikafungua kabati lake. Nilikuwa na semina wachungaji nimeandaa. Sina nguo. Nimeishiwa. Nikamwambia mama, nipe hata nguo. Nipe na hii pochi. Yaani wewe unaniomba tu nguo zangu hapa. Nikabeba. Nikavaa. Leo naitiwa tu. Chukua. Haleluya. Wow. Haleluya. Sasa sikiza wewe kwa unaweza kuona ni ndogo ya kawaida. Ya kawaida. Lakini mimi namuona Yesu. Oh, yes. Namuona Yesu. Oh, yes. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu kwa furaha. Ndio. Na Mungu aliniambia of course kwa habari ya hayo maagano ya baraka, aliniambia sio kwa ajili yangu, aliniambia nataka nilipeleke kanisa langu kwenye viwango vya pesa na mafanikio. Na wewe ni kuhani. Wewe ndio unatakiwa utamkie na uachie hiyo roho. Sasa kuna mahali nataka upenye ili iwe rahisi wewe kuachia. Kwa hiyo nakwambia ni kanisa saizi ukikaa vizuri kwenye ulimwengu wa roho, this is the season for you to prosper. Oh yes. Haya ni majira ya watu kufanya biashara kubwa na kuona hela. Amen. Haya ni majira ya watu kupata divine connection, power. Pokea. Hallelujah. Amen. Unanielewa? Ndio. Unanielewa? Ndio. Sio mapenzi ya Mungu tuwe maskini. Amen. Sio mapenzi ya Mungu tuwe kwenye ugumu. Amen. Lakini anataka kufinyange to the extent ajue akikupa milioni 10. Sasa akitaka yote unaweza ukampa na ukiamini kwamba kesho atakupa nyingine kubwa zaidi ya hiyo. Amen. Lakini lazima kupime kwa vitu vidogo. Ndio. Haleluya. Akupime kwa vitu vidogo. Yaani kuna sababu kwa sababu jamani. Hela. Mungu anakuambia hapana, si tushakwambia hela sasa hivi sio za kwako. Sasa hizi hela sio zako. Sio zako kabisa. Sasa hizi una hela. Yaani wewe ni kidogo, yaani ya kwenye wallet tu. Ikiwa hiyo ndio hiyo. Na nilirizika.
Mungu alikuwa anaua tamaa pia zaidi ndani yangu. Alikuwa anaua ile roho ya hela na ile roho ya matumizi. Ninweki. Nikafa. Sasa hivi namshukuru Mungu, kuna mahali amenipeleka rafiki zangu. Sio kwamba nasema ngo. Yaani hata kuna sana kaa kwenye mtandao juzi nilikuwa hapo. Nikasema jamani, bando letu linaisha kesho. Ile lazima tu hivi. Naona 70,000 imeingia. Kwenye mtandao. Mama, nimekujazia. Nisikia ulisema kama bando litaisha. Nilipofika kule Shinyanga, bado la hotel likawa linasumbua. Nikapenda jamani wapendwa, huku mtandao unasumbua, bando la hotel mimi nani yangu yaani sijamaliza kile kipindi kwa nasumbua. Mtu akasema mama, nimekuga 35,000 kwenye voda yako GB 20. Kwa hiyo ukioko Shinyanga mama tumia, hata hazijaisha kwenye simu mpaka sasa hivi zipo, hata hazijaisha. Siwajui. Jesus. Wewe, siwajui. Unaweza kamba mtumishi 70,000 ambaye umjui, 65,000, 100,000, kuna hata mtu alitumia 200,000, simjui. Oh my God. Kwa sababu gani? Anga lako likifunguliwa, ndio adui hawezi kuzuia. Amen. Nakwambia weka tu bania tu vitu vyako vidogo. Kaki kibinafsi, utamtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha. Amen. Na atabariki chakula chako. Amen. Na maji yako. Amen. Ataondoa ugonjwa kati yako. Oh, yes. Na hesabu ya siku zako itatimizwa. Amen. Kuna mtu ananielewa hapa? Oh, yes. Kuna mtu ananielewa hapa? Oh, yes. Unajua tuko kwenye kipindi ambacho utukufu wa mwisho unatakiwa kuwa mkubwa kuliko wa kwanza. Tuko kwenye kipindi ambacho Mungu atubariki tuko baraka za rohoni. Anataka kutubariki pia kama kanisa kwa baraka za mwilini. Sasa utumishi wetu ndio utakao determine, kwa sababu hizo baraka za mwilini zinaenda proportional to utumishi. Sio anakupa milioni, halafu tunakaa hapa hatuna hata maiki ya shilingi 60,000. Na Mungu alikubariki. Lakini unapoangalia jambo lake, anakuongezea kwenye jambo lako. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Yaani hapa jamani, hapa tumeinua mpaka screen za madhabahuni. Ni vile tu tunatumaini waje kufunga. Mkija yaani sasa hivi maandiko ni kudisplay. Come on. Ziko hapo ofisi zimeshakaa wiki 3 hapo hamna mtu kufunga. Tumenunua taa zingine hapa zinazunguka, mwanga unawaka hapa kote, vile tu hazijafunga. Kwa sababu gani? Tunataka nyumba ya Bwana ipendeze. Oh, yes. Na Mungu akiangalia aseme kweli hawa watoto wananitumikia. Oh, yes. Na Mungu aendelee kutubariki na kutupeleka viwango vingine. Amen. Sema utumishi wangu kwa Mungu. Utumishi wangu kwa Mungu. Sema utumishi wangu kwa Mungu. Utumishi wangu kwa Mungu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Ongeza viwango vyangu. Ongeza viwango vyangu. Vya utumishi wangu. Vya utumishi wangu. Kwa Mungu. Kwa Mungu. Nikwambie kitu. Amen. Si unamsubiri Mungu akujie? Oh, yes. Kuna mahali Mungu anakusubiri. Oh, yes. Kuna mahali Mungu anakusubiria. Na Mungu akusubiri mahali pengine kwenye utumishi. Unapofanya kazi ya Mungu, unapompa Mungu muda wako, unapompa Mungu nguvu zako. Unajua nilikuwa Shinyanga nikashangaa sana. Yaani watu wanakuja kwenye kongamano Peter, wamebeba kuni, wamebeba watoto wadogo. Mtu yuko na mke na watoto 6. Kule watu wanazaa. Kuna kipawa cha kuzaa. Dada mdogo hivi kama Dorcas na watoto 6, huyu hapo 8. Wakija kongamano wanakuja na watoto wote. Vitoto vimekaa hivi kama mkazi. Na mume yuko hapo pembeni na mke yuko hapo. Na kuni wamebeba. Wanakuja kukaa kwenye kongamano. Kuni, sufuria, mwiko, kipekecho. Kwa sababu wanawaambia wanakuja makanisa mengi. Kwa wanawaambia kila kanisa linapongea labda mtakaa shule fulani, nyie mtakaa shule fulani, mnajipikia wenyewe. Haleluya. Kwa hiyo wanakuja wamebeba kuni na nasikia wanatoka vijijini na sio bodaboda, wanatembea kwa mguu. Mtuambia hao watu wametoka vijiji vya mbali, wametembea na hebo zao wamechoka. Yaani mpaka unamwona mtu anasema Mungu wangu. Mpaka tuko na Beni. Sasa tukiomba wingu lilikuwa ni kubwa. Watu wanakabia Beni, mbona hapa uwepo ni mkubwa sana? Beni akamba, wewe sister unafikiria gharama watu walizolipa? Angalia kwanza walivyochoka. Wanakaa kwenye jua. Wamekuja na watoto nasikia wamefunga nyumba, wamekuja na waume zao. Kwa nini Mungu asione imani yao kwa Mungu? Oh, yes. Kwa nini Mungu asione utumishi wao kwa Mungu? Oh, yes. Wanatoka asubuhi kwenda kuzunguka kushuhudia mtaa mzima. Asubuhi wanaenda kushuhudia. Wanakuja yani mpaka wanasema kweli kuna watu wanampenda Mungu. Hata pamoja na mazingira wanayoishi kuna watu wanampenda Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Ukimtumikia Mungu anakuservice. Ukimtumikia Mungu anakulinda na mabaya. Anakulinda na ajali, na hatari, na balaa, na mikosi. Amen. Jamani mnanielewa watoto wangu wazuri kabisa. Amen. Na naona Mungu akiwainua katika jina la Yesu. Amen. Naona viwango vyenu vya utumishi vikinuka katika jina la Yesu. Amen. Hata ukimwelezea mtu habari njema ni utumishi. Amina.
Kwa sababu usingemweleze. Mimi sasa hivi nimegundua kumbe unaweza ukaombea watu wakaokoka kwenye mtandao. Yusi aliokoka mwanajeshi mmoja mkubwa sana, ana nyota sijui ngapi. Akaambia ulipokuwa unaomba pale asubuhi, nikasikia leo ndio siku yangu ya kuokoka dada. Nilikuwa nimeokoka nikaacha wokovu. Na nilivyookoka nimeacha hata kwenda kazini. Nimejikuta nimefunga, nimelala hapa sakafuni. Uje kunipigia simu nikiwa hapa kanisani. Kama saa 7 saa 8. Anambia kuanzia ulivyoanza kipindi asubuhi, mimi nimelala chini nalia tu naomba toba. Leo nimeokoka. Asante sana kwa kuingia live. Leo nimekutana na Bwana. Yes. Wewe unasema eti sina pa kuhubiri, sina pa kushuhudia. Subiri. Utamwambia nini Mungu ukifika mbinguni kwamba sikuweza kukutumikia? Sikuweza kuhubiri injili. Sikuweza kufanya chochote. Sasa hivi Mungu ameachilia kiu, jamani, kuna njaa. Jana nilikuwa mtandaoni live kuanzia saa 1 mpaka saa 3. Yaani watu wana njaa mpaka unakasema Mungu, hao watu. Yaani watu wana kiu, watu wanasikiliza. Mtu amekaa pale masaa mawili atoke. Mpaka jamani fulani amekomaa. Mungu anasema jamani subirini nikaunganishe bando. Yaani anaomba kule, anatuma message anaomba msiendelee. Aende akaunge bando. Asikilize maombi, asikilize mafundisho. Kuna njaa. Alafu jamaa anasema hamna, kuna njaa. Tumika, fanya kazi. Yes. Mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Yes. Mwambie Mungu nikifika mbinguni nitaulizwa ni nini nifanye. Unapoamka asubuhi mwambie Mungu nataka nikufanyie nini? Yes. Unataka nikufanyie nini? Njoo kwenye nyumba ya Bwana. Fanya kitu. Ndio. Haleluya. Chukua hata fagio, futa ile vumbi lote huko. Mungu anaona. Yes. Haleluya. Njoo ile kutolea uchafu, upu ile kusukuma upafu. Pepo sukuma upepo kwenye mavyombo huko kwenye carpet, sukuma upepo, toa upepo wote huko. Ni utumishi. Yes. Njoo sugua hizi pevi, ni utumishi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fanya kitu, njoo lima, kata majani huko. Kuna kwa kama kichaka. Toa kwa sababu hii ni nyumba ya Bwana. Nyinyi mnafikiri nyumba ya mtu? Hii sio nyumba ya mtu, ni ya Mungu. Yes. Unapofanya, Mungu anaona kwamba umefanya kwake. Yes. Utashangaa ukifika mbinguni Mungu anakosha nyumba yako. Jamani Mungu, uliacha nyumba yangu ikawa na vichaka. Na kama ulivyoacha kanisa likawa na vichaka. Utawaambia nini Mungu? Kuna watu baraka zenu zimefungamanishwa kwenye utumishi. Na sio kuna watu, siku zote baraka ya mtu imefungamanishwa kwenye utumishi wake. Sema baraka yangu. Sema baraka yangu imefungamanishwa kwenye utumishi wangu. Unakaa kanisani huimbi, hutoi, hufanyi chochote. Hapana. Hii ndio shamba lako la kutumika. Amen. Amen. Niliwasimulia kabla mama yangu siku ile ambapo alikufaga akiwa na kansa ya kichwani, KSMC. Nilikuwa nimelala naye pale KSMC, akawa atakiwa kufanya operation kesho yake. Akaondolewa, kuna malaika anaitwa Neema. Akamchukua mama yangu. Akafika naye kwa alipofika. Sasa alipofika anatoka ingia kwenye ile lango, limeandikwa lango sio la Neema, sio lango la raha, sio. Yule mtu akaambia, mamangu akawa anahuzunika, kwani nimeondoka nikiwa mdogo, sijaona harusi ya mtoto wangu. Sijaona harusi ya Lightness. Yule mtu akamwangalia kwa hasira, mama, una kitu cha kujitetea? Kwa hasira. Nini unachotaka kujitetea nacho kwamba usife? Kwa nini usife? Na ni mke wa mchungaji. Haka anasema sina. Yule malaika Neema akamgonga nyuma, akampa faili, akamwambia unacho? Akampa faili. Faili kabisa faili. Mamangu kuangalia ilikuwa kitabu cha Matendo. Kitabu cha nini? Kilivyofunguliwa, yule malaika akakipokea akafungua. Mamangu akaona tendo la kwanza ambapo aliokokaga. Mchungaji alikuwa na watoto 16, mchungaji wake. Mamangu akashonea nguo la watoto walikuwa wanatembeaga huku juu hawajavaa nguo. Kipindi hicho hamna mtumba, unachukua sindano na vitambaa unashona mashati. Yes, nimezaliwa juzi. Sisi tulikutaka kaptula zinashona na mama anashona kaptula. Mimi nishamuona mamangu akimshonea mdogo wangu kaptula kabisa kwa mkono. Na kitambaa. Mama nani unaweza kuwa shahidi? Tulikuwa tunashonaga vitu kwa mkono na sindano. Sasa hivi sindano hata nyumbani kwenu hamna sindano. Samani ndio inashona nguo ya kuvaa. Mwinyi ndio kaja juzi mzee Rusa 85 akaruhusu mtumba. Au kwepo. Kipindi tunazaliwa sisi. Tumezaliwa chini ya 85. Haleluya. Oh yes. Kwa hiyo mamangu akashona mashati, akaona eti kile kitabu kilivyofunguliwa pale pa kwanza pap. Akaona watoto wanafurahi. Na ile mashati mamangu aliyoshona. Akaona amebeba kuni anapeleka kwa mchungaji wake. Kuni! Imagine. Alikuwa anapelekaga kuni. Akaona anapeleka zile kuni. Akaona anamhudumia baba yangu. Babangu alioaga akiwa ana ugonjwa unaitwa ugonjwa wa njaa. Alikuwa ameinama, yuko hivi. Kumbe ni njaa. Alikuwa anauzaga gongo kabla hajaokoka. Na alitokea familia ya njaa. Kwa hiyo alikuwa amebendi.
Mamangu akahakisha anamlisha mpaka ainuke. Mamangu akaambiwa na Mungu, yule tu akuwa mume, ulikuwa unamlisha mtumishi wangu. Alivyokuwa anafanya kazi yangu, wewe ndio ulikuwa umesa. Kwa hiyo pia nayo ni nini nimeandika. Akatuona sisi watoto wake. Kina Lightness, kina Guda alivyokuwa anaombea wasio walevi. Haleluya. Alivyokuwa anaombea, akaambia umenitengenezea, akaambia wewe umenitengenezea watoto pande mbili. Sasa sema hapa. Umenitengenezea upande mmoja wa watumishi, upande mwingine umenitengenezea kwenye eneo la elimu. Yes. Kwa hiyo sasa huu utumishi, sio kila mtu anaweza akapewa mtoto na Mungu akamtengeneza kuwa mtumishi. Mamangu alifanikiwa kutengeneza watoto wote kuwa watumishi. Kumbe ule pia ni utumishi. Unaweza kuwa na mtoto unamlisha mayai, unampeleka shule, unampeleka tuition, unampa chipsi na hujatengeneza mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaelewa? Kwa hiyo kwake kitabu kimeandikwa. Saa nyingine kuna wageni walikuwa wanakuja nyumbani, mimi naficha chai, naficha vyakula mvunguni, mama anakuja na vitoa. Anakuwa hapa. Mamangu aliona. Kwa hiyo kitabu cha Matendo, alivyoona ile daftari, akasoma, akamwangalia. Akasema nikwambie kitu. Mungu afurahi kifo cha mtu mbichi. Akamonyesha embe. Akamwambia ile embe ilikuwa la maembe machanga. Akamwambia ukipewa ile embe ule utasikia ladha. Akasema hapana. Akaonyesha maembe yakiwa yamechanua. Akasema ukila ile, akasema ndio. Akasema basi rudi. Wewe bado hujakomaa. Lakini kilichokuponya nini? Matendo. Leo kuna watu wangapi wanapata kansa na wakienda kwenye mahakama ya mbinguni kwenda kudai kwamba sistahili kuwa na kansa. Mungu akiangalia, kwa nini usiwe na kansa? Hakuti matendo, hakuti utumishi. Kwa sababu alindwe mtu kinalindwa kitu. Leo kuna watu wangapi ambao wanaingia kwenye laana ya umaskini kwenye familia zao. Na yale maroho ya umaskini yamewafunga. Wakiingia kwenye mahakama ya mbinguni usema Mungu hakuna hukumu ya adhabu juu ya hao walio katika. Nakataa. Mungu akikuangalia, akwambia hata nikikupa utajiri na kupoteza. Yes. Kwa sababu huo utajiri utakupoteza. Utakufanya kwa kichaa. Hata alipopa kidogo ndio uliama na kanisa. Ndio uliama na mkoa. Ndio uliongeza mke wa pili. Ndio uliongeza hiki na hiki. Ndio uliongeza hiki na hiki. Utumishi wako kwa Mungu. Niangalie na usoni. Mungu amenemani fundisha hili somo very serious. Kwamba anataka awabariki. Acha kwanza. Ndio maana watu wanakushangaa. Tunashiriki basi leta tunashiriki meza ya Bwana. Kumbe ndio muda. Leta mtumishi wa Bwana. Yuko kwenye utumishi wake kwa Mungu. Haleluya. Weka tu hapo. Tunashiriki meza ya Bwana. Nisikia Mungu ananiambia tuwashirikishe pia meza ya Bwana. Kwa ajili tunaenda kuanza mwezi wa 6. Mwezi wa 6 una mambo mengi. Una vitu vingi vigumu. Huu mwezi wa 6 ni mwanzo. Kafara nyingi zinatolewa. Inawezekana kuanzia Januari mpaka sasa hivi mwezi wa 5 tumemaliza. Unasema hamna ulichofanya. Hamna kitu ambacho ulikuwa una plan nacho kuanzia Januari umekifanya. Tunapenda pia kushiriki meza ya Bwana, ni damu ya agano. Tumombe Mungu arejeshe viwango vyetu vya utumishi wake kwa Mungu. Tumombe Mungu arejeshe mahusiano yetu na yeye. Tumombe Mungu afungue macho yetu tuone nini tunataka kufanya. Pale ambako adui alikuwa ametuzuia, inawezekana baraka zako za 2026 bado zina hang, ziko kwa hewani, sio kwamba zikuepo. Lakini hakuna kitu ulichokifanya. Ndio maana hawezi kuachia. Akikuangalia na kuona unashangaa tu. Unasema ile kanisa lina upako. Kuja tafuta kanisa lingine. Utazunguka makanisa yote. Na kwa taarifa yako, mahali Mungu alikuwa kupanda na kuna baraka zako. Hata uende kwa watu wanatoa mpaka moto mdomoni, kama ukupandwa hapo upati kitu. Nakwambia, kaa tu vizuri na madhabahu yako. Tumika. Wale malaika walioachwa kwa ajili yako wako hapo wanakuhudumia sawa sana utumishi. Ndio. You have to invest so that you can harvest. Oh yes. You can't harvest where you cannot invest. Oh yes. Mungu alikuwa ananifundisha ananiambia tumikeni, wapigaji muziki tumika, baraka. Baraka tumika. Amen. Utumishi wako leo utatengeneza kesho yako. Kuna saa tunapiganiwa vita ambavyo hatukustahili kwa sababu ya utumishi. Amen. Kuna saa tunakutanishwa na fursa ambazo hatukustahili kwa sababu ya utumishi. Kuna saa tunatetewa kwa sababu ya utumishi. Unaweza sasa hivi usinielewe, lakini baada ya muda utaelewa. Amen. Kwamba unachokifanya sasa hivi hakipotei. Hakuna mtu ambaye anamtumikia Mungu kwa nguvu zake, Mungu akaacha nguvu zake zipotee. Hakuna mtu anayemtumikia Mungu kwa fedha zake, Mungu akaacha fedha zake zipotee. Hakuna mtu anayemtumikia Mungu kwa akili zake, Mungu akaacha akili zake zipotee. Tumewekwa duniani tufanye kazi, lakini tumtumikie Mungu. Sisi hapa duniani sio kwetu. Acha kung'ang'ania dunia kama ni ya kwako. Kaa duniani ukijua kabisa kwamba haya maisha nimekopeshewa.
nimeaminiwa tu, niko kwa kazi maalumu, kazi ya ufalme. Amen. Wakati unafanya cha kwako, angalia na cha ufalme. Wewe sio mtu wa dunia hii, wewe ni wa mbinguni. Ukiona unafanya mambo yako asubuhi, unapanga ratiba zako za mwezi, za wiki, waza na ratiba ya ufalme, kwa sababu ni wakili na balozi. Kwani unajisahau? Kwani unajisahau? Unajisahau. Halafu unaishia kumlaumu Mungu kwamba asikii maombi. Unasikia kumlaumu Mungu kwamba hakuoni. Mandara maseketere bosaya ndara. Repa sakatara masika ya. Kwani unajisahau? Unapotezea. Na wakati Mungu ni Mungu wa kanuni, anasema chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Amen. Tarudia tena ile andiko. Kumbukumbu la Torati 8:17. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wangu na mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huu. Amen. Mimi kila siku nakaga nawaza magonjwa aliyoyapitia, nasema kwani nini kiliniponya? Kwani Mungu aliamua kuniponya? Mbona kipindi kile nilikuwa naumwa, kila siku nalazwa, kila siku mimi ni mtu wa dawa? Kwa sababu Mungu alitaka nimtumikie. Na Mungu hatumiki na mtu akiwa mgonjwa. Anasema nitakuponya magonjwa yako yote. Anatumia mtu aliye imara. Kwa nisipotumika, ole wangu nisipotumika. Ole wangu. Ole wangu nisipotumika. Yale magonjwa yatarudi. Amen. Ule umaskini utarudi. Amen. Ile hali ya aibu itarudi. Amen. Kwani Mungu alinipa ndoa. Leo kuna wadada wana umri kama kwangu wanaomba. Kuna mtu Arusha ana miaka 48. Aliambia natamani tu Mungu anipe mume. Sijawahi kuolewa. Sijawahi kulala na mwanaume. Akapata bikira yangu ilivunjwa hospitali nikiwa nimepata uvimbe, si uvimbe, akiwa anapimwa na mulikwa, anapimwa kizazi. Ndio bikira yangu ilitoka, lakini sijawahi kulala na mwanaume. Nimeishi maisha matakatifu mtumishi. Ana gari, ana nyumba na maisha. Mimi ni nani mpaka nakaa na mwanaume yuko kanisani anakaa anasikiliza hapo neno na ameokoka? Hachepuki. Anamjua Mungu. Mbinguni tunaenda wote. Mmoja aende mwingine abaki. Kwa sababu ya utumishi. Ndoa tulizopewa ni utumishi. Watoto tuliopewa ni utumishi. Vipawa tulivyopewa ni utumishi. Afya tulizopewa ni utumishi. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu kwa furaha. Naye atabariki chakula chako na maji yako. Ataondoa ugonjwa. Ataondoa utasa. Ataondoa machozi. Mungu afurahi wakati unalia, wakati unamtumikia. Inawezekana utalia lakini kwa kitambo, kwa sababu anakutengeneza. Ili akimaliza kutengeneza, Mungu atayafuta machozi na hasara, hapo miaka itakoma, hapana usiku. Unatakiwa ujue kabisa amani yako inakuja kwa sababu ya utumishi. Malaika wanafanya kazi na wewe kwa sababu ya utumishi. Roho Mtakatifu amekuja ndani yako ili akusaidie ufanye utumishi. Acha maisha ya ubinafsi. Acha maisha ya ubinafsi. Inafika mahali unakosa hata ratiba ya kuja tu kanisani kwa wiki mara moja, hata kuiombea tu madhabahu kwa masaa 3. Yesu akaambia wanafunzi, "Nyie mmetembea na mimi miaka yote. Mmeshindwa kukesha na mimi angalau hata lisali moja." Madhabahu ambayo inakutunza, madhabahu ambayo inakulisha, madhabahu ambayo imebeba familia yako na nyumba yako na kila kitu. Unashindwa kukanseli muda wako. Tena tunasema jioni saa 12. Watu wameshatoka makazini. Mje tukae tu hapa tuombe tu madhabahu. Unashindwa. Alafu unategemea uje Jumapili ile madhabahu ikuzalishie kitu. Jesus. It's impossible. Kuna vitu lazima uamke. Ona kanisa ni sehemu ya maisha yako. Ona kanisa ni sehemu ya familia yako. Ona watumishi wa Mungu ni sehemu ya maisha yako. Heshimu watumishi. Heshimu mafuta, heshimu neema, heshimu upako. Utumikie huo upako ili ukuinue. Upako ambao huwezi kutumikia, huwezi kuyagusa maisha yako. Toa, watie moyo, watie nguvu. Shika mkono. Unakumbuka Haruni na Uri walipokuwa na shika mabega ya Musa, vita vilikuwa vinashindwa. Leo kuna vita ngapi watumishi wa Mungu tunapigana wenyewe, tunapambana. Ikifika tukio unawaza nafanyaje kuleta watu, nafanyaje kufanya hivi, nafanyaje kudeki ukumbi, nafanyaje kupanga hiki, nafanyaje. Kuna watu ambao hawaelewi nafasi zao kwenye utumishi. Hawaelewi. Hawaelewi. Halafu naambia Mungu anakuangalia na furahi. Hapana.
lazima utoke mahali ulipo. Mwambie Mungu, sitaki kuishi maisha ya hasara. Imetosha. Inawezekana nimekuwa najihurumia sana. Nimekuwa naona kama unatakiwa unipe tu. Lakini mimi kukupa hakuna. Na ndio maana napita na kupita. Naomba nirehemu. Natamani tumwombe Mungu aturehemu. Hata mimi mwenyewe nahitaji rehema. Inawezekana nimefanya kwa kiwango kidogo. Sio hapa nilitakiwa kwa zaidi ya hapa. Lakini nimekuwa labda najihurumia. Mungu ananiambia nifunge najihurumia. Ananiambia labda kina kijihurumia. Utumishi wako kwa Mungu ni muhimu. Kitakacho kutofautisha Fibi na Baraka kule mbinguni ni taji, utumishi. Kule hatufanani, kila mtu atang'amng'a wake. Na hiyo taji haitengenezwi mbinguni, inatengenezwa hapa. Kuna watu mkifika mbinguni mtajikuta mnalia mpaka siku ya mwisho, kwa sababu mtakuta hamna chochote. Hakuna kitu kibaya kama kukaa kwenye nyumba ya Mungu kama mzigo. Kama mtu ambaye unataka unyonye tu. Hakuna wokovu wa kunyonya, wokovu ni kutumika. You serve God, he serves you. You don't serve God, utahama kanisa moja kwenda lingine, huduma moja kwenda nyingine. Na kadri unavyohama ndivyo kadri una kikao. Angaliaga wahamaji wa kila siku, ni wapi kwako, ni wapi address yako, ni wapi? Hivi ukianza kuishi maisha ya kuishi hotelini, ufanye kazi, ni kwako, sio. Watu wanahama wanatoka kwa sababu shetani hataki uwe na madhabahu. Shetani hataki upate mahali pa kutumika. Shetani hataki upate mahali ambako pataitwa hapa ni nyumbani kwako ili uendelee kukaa kama yatima. Usiwe na mahali pa kumtumikia Mungu. Haleluya. Nataka ufurahi. Nataka nikushangaze. Nataka ucheke. Nikufanye ibada. Sasa unavyoiba nikufanyia ibada, usimbe kwa sababu eti nikufanyia ibada nikupe kanisa. Unajua ibada ni utumishi. Wakati Musa anamwambia Farao, tutaenda na kondoo wetu na ng'ombe zetu na mali zetu na watoto wetu, tukamfanyie Mungu ibada. Kwa sababu hatujui ni kitu gani atakihitaji. Tunaposema tukufanyia ibada ni utumishi. When you say service, Kiingereza ni service. Hakuna Kiingereza cha ibada. Yaani Kiingereza ni service. Service ni utumishi. Kwa hiyo ukisema nikufanyie ibada maana yake nikufanyie utumishi. Nataka moyo wako ufurahi. Nataka moyo wako ucheke. Nataka Mungu nifanye kile kitu ambacho ungekuwa katika mwili ungekifanya. Nataka ukiniangalia uwe proud na mimi, ujifurahie kwamba yale majibu ya yule mwanamke mjane nimempelekea. Yale majibu ya yule yatima nimempelekea. Kwa sababu siishi kwa hasara, naishi kwa faida. Siongee na kila mtu leo. Naongea na watu wachache ambao Mungu anataka warejeshe mahusiano ya utumishi na yeye. Nataka ufurahi. Nataka nikushangaze. Nataka ucheke. Nikufanye ibada. Mwambie tu taratibu. Nataka ufurahi. Tuimbe pamoja. Nataka nikushangaze. Nataka ucheke. Nikufanye ibada. Mwambie tena. Nataka ufurahie. Nikushangaze. Nataka nikushangaze. Nataka ucheke. Nataka ucheke. Nikufanyie ibada. I want to make you smile. I want to make you happy. I want to make you proud. Nikufanyie ibada. Nikufanyie ibada. Bwana nikufanyie ibada. Nikufanyie ibada. Yesu nikufanyie ibada. Kanisa letu tunaleta ibada kwako. Pale tuliposhindwa, Yesu turehemu. Mikono yangu ikufanyie ibada. Yesu nikufanyie ibada. Mwambie ibada.
cha nguvu zangu, e Bwana, Ufanyie ibada. nguvu hizi chanzo ni wewe, e Bwana, Ufanyie ibada. baraka zangu chanzo ni wewe, e Bwana, Ufanyie ibada. wewe nikufanyie ibada. Nikufanyie ibada. Nilipokosea unirekebishe, e Bwana, Nikufanyie ibada. nimekuja kutengeneza na wewe tena. Nikufanyie ibada. Rapasika ya naramasika ya. Hebu mwambie tu Bwana, weka kwa maneno ya kinywa chako, kwa maneno ya kinywa chako, kwa maneno ya kinywa chako. Inawezekana hili neno sio la kwako, lakini naongea na wale ambao hili neno la kwako. Turehemu Yesu, turehemu Yesu, turumie Baba, Baba. Unaweza ukamwomba Mungu toba kutoka ndani ya moyo wako. Hata ukisikia kulala chini, lala chini. Ukisikia kulialia, mwambie Yesu ni rehemu, ni rehemu, ni rehemu, nisamehe. Amelaaniwa mtu yule afanye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Kuna watu tumekuwa tunafanya vitu kwa ulegevu, tunatoa kwa ulegevu, tunatumika kwa ulegevu. Tunaona kama makanisa ni party time. Masayada rabosayada. Na uona mkono wa Mungu unarejea juu ya kichwa cha mtu mmoja. Na uona mkono wa mtu unarejea juu ya kichwa cha mtu mmoja asubuhi ya leo. Yes Lord. Mwambie Yesu ni rehemu. Najua mimi ni wako na wewe ni wa kwangu. Ndio maana ukaniita mtoto ili nikutumikie. Kama Mungu usingetaka nikutumikia, usingenifanya kama mtoto. Mwambie Mungu nisamehe, nisamehe, nisamehe tu, nisamehe. Mwambie Mungu nisamehe, nisamehe, nihurumie, mimi ni mtoto. Kama vile ambavyo Baba rapasika yanda rabosa yanda yenda ramasika yende rebosa katara. The King of Glory, Sitoweza kujipatia mwenyewe, mimi nakupa kile usichoweza nifanyie mwenyewe, nakufanyia. Pokea macho yangu, pokea moyo wangu, Baba, Baba. Toka mbinguni sauti za watakatifu zinainuka. Toka mbinguni sauti za watakatifu zinapanda. Tangu machweo ya jua hadi machweo yake tunamfa
tunamfanyia ibada, tunamfanyia ibada. Sauti ikasikika, sauti za washindi, sauti za walioshinda, sauti za walioshinda. Rapa seketeremo sayada ekosa kata enda mama enda mama. Wacha moto uende kwenye ibada yangu, wacha moto uende kwenye ibada yangu. Wacha mbingu zisikie sauti ya mtakatifu. Haleluya, haleluya. Nauona utukufu wa Bwana, nauona utukufu wa Bwana, nauona. Ameshuka na nguvu zake, ameshuka na mamlaka, ameshuka na uweza. Unaweza ukamwabudu zaidi ya hapo, unaweza ukamwabudu zaidi ya hapo. Ela basaya na baba eko sayana ena na maseketere bosayana eko sayana inarama. Kanisa omba, mwambie Yesu nimekuja kwa neno moja tu, kwa kazi moja tu, kukufanyia ibada. Chanzo cha nguvu zangu, chanzo cha amani yangu, chanzo cha furaha yangu, chanzo cha furaha yangu. Nataka ufurahi, nataka nikushangaze, nataka ucheke, nikufanyie ibada. I want to make you smile, I want to make you happy, I want to make you pray, nikufanyie ibada. Najua huwezi kufanya Mungu. Ibada ni kitu ambacho huwezi kufonyesha, huwezi kufonyesha. Hali ya moyo wako ndio itaamua ibada yako. Huwezi kufanya, huwezi. Hali ya moyo ndio inaamua ibada. Hali ya moyo ndio inaamua ibada. Hali ya moyo wa mtu ndio inaamua ibada. Ndio inaamua ibada. Shetani anapambana kuiba mioyo ya watu. Shetani anapambana kuiba mioyo ya watu. Kama vile Mungu aliposhuka kwenye bustani akamwambia Adamu uko wapi? Hivyo leo anapotazama mioyo ya watu, wanaleta miili yao kanisani lakini mioyo yao haipo. Haipo kanisani. Haipo. Ibada ya kweli ni ile ambayo inasukuma kutoka kwenye upendo wa moyo. Ibada ya kweli ni ile ambayo inasukuma na kumbukumbu za vile ambavyo Bwana amekutendea kwenye maisha yako. Ibada ya kweli haisukumwi na mahitaji ulionayo. Ibada ya kweli haisukumwi na vitu ulivyovikosa. Inasukumwa na ufahamu wako kumjua Mungu ni nani kwako. Ibada ya kweli. Yesu akamwambia mwanamke Msamaria, "Je, mnaabudu kwenye mlima? Sisi tunaabudu Yerusalemu." Lakini saa ipo na saa inakuja ambayo hamtaabudu milimani, hamtaabudu Yerusalemu. Maana ibada itatoka ndani ya mioyo yenu. Ibada itatoka ndani ya mioyo. Hao ndio watu Mungu anawatafuta asubuhi. Najua kuna mamilioni ya watu ambao wako kwenye makanisa mbalimbali, lakini wengi wameingiza miili yao na mioyo yao iko mbali na Mungu. Ndio maana Mungu akasema mnaniabudu tu kwa midomo yenu, lakini mioyo yenu iko mbali na mimi. Nataka ufurahi, nataka nikushangaze, nataka ucheke, nikufanyie ibada.
Gebrahandere bosh, Gebrehetele beshta gala gebrehendere bokotalia, Radu debelea kobrahandele kobrahuntafa, Rago koshe Mungu, utakapokupita kutafuta mwabudu halisi, naomba unipate. Utakapotafuta sadaka ya dhabihu ya ibada, naomba unipate. Naomba unipate. Naomba unipate Baba. Naomba unipate. Utakapotafuta watakatifu wanaokuabudu leo, naomba unipate. Naomba unipate. Nafsi yangu roho yangu inaona kiu kama yanatamani vya maji ya mito. Yesu, kuabudu kwangu usiwe bure. Baba, sije kanisani kwa sababu leo ni Jumapili. Sije kanisani ili nionekane niko ibada. Nimekuja kukufanyia ibada. Inawezekana umeingia kwa moyo wako umechoka, lakini Mungu anaangalia ibada. Angalia aliyeamua amekuchosha. Unapomwelekezea Mungu moyo wako, anakukaribia, anakuponya, anakufariji, anakushika mkono. Kaingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usini